Wakati huo, seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Watenya Sifuna amesema kuwa Rais William Ruto anajua kuwa anaenda nyumbani mwaka ujao, ndiyo maana anadai kuwa upinzani hauna ajenda. Sifuna akibaini kuwa Wakenya tayari wameelewa ajenda yao, ikiwemo kurudisha utawala wa kisheria, kuheshimu katiba na kuhakikisha kuwa kuna usawa kwa wote. Hata hivyo, amesema Rais Ruto pekee ndiye ambaye anakosa uelewa kamili. Aidha, amehuzunishwa na utoaji wa ajira bila kufuata mikakati inayofaa wala kuzingatia waliohitimu, akitoa mfano wa barua za TSC zinazotolewa ovyo ovyo na wabunge. Mheshimiwa William Ruto knows he is going home. And the reason why he is going home is because we are applying the very same medicine he applied in 2022 to become president. William Ruto rode on the back of a slogan to become president. He was just singing hustler and the bottom up. Sisi tumekuja na yetu ya 2027. Nasema tu William Ruto one term. William Ruto one term. Nilisikia akisema ati the bar has been raised. When was the bar raised? When was the bar raised and by whom? Wewe uko hapo ndani kwa sababu ya slogan. Slogan ziliisha lini? Atuambie. Na ile kitu mimi najua, Wakenya wameelewa agenda yetu. Ni yeye ndio mslow. Yeye ndio amebaki. Yeah. When we speak about the software issues of this country, a return to constitutionalism, a return to the rule of law, a return to equality, Kenyans have understood. We just have one person with a PhD, but he's slow. Hajashika, bado anakaa kituuliza, agenda yenu ni gani? Nyinyi vijana, mumeona nilikuwa nimewaambia, inauma sana because I have been in your space. Umesoma university, umemaliza miaka 10, unatama kukitafuta kazi. Alafu unasikia ati barua za TSC zinachukuliwa, badala wafuate mfumo wa TSC, barua zinauzwa. Waanza wanachukua wanapea wabunge, alafu wanauzia watu. Sasa kwa mfano, wewe kama umemaliza KU 8 years, 10 years ago, bado unafikiria ati kuna meritocracy pale kwa TSC, unangoja barua yako. Na wamechukua mabarua wamepatia MPs, na MP mwenyewe anauza, na kwenu lazima muuze hata mpaka shamba ndio mpate hiyo 400,000 mnataka. When I talk about meritocracy, Wakenya wamenielewa, imebaki mmoja tu na PhD ambaye ni mslow. Haelewi. Anataka tukue kama yeye. Anataka tuuzie Wakenya uongo. Sisi wengine wetu bwana tumelelewa na kina mama ambaye angekupata hata kama unalamba sukari, unapigwa kofi nyingine unaanguka huko chini. I will not lie to Kenyans to get in office. In fact, what William Ruto did in 2022 is obtaining power by false pretenses. It's an offense for which he should be jailed.